Dakika 90 zinapofika mwisho, kelele zinapanda, hisia zinachangamka. Hapa ndipo kila kitu kinaamuliwa. Hii ni full time. Mchezo unaanza, unapanda na mwisho wake unaamua kila kitu. Full time ya Hotbiz. Safi, niambie. Salama. Salama. Amani. Amani. Kabla ya yote naomba ujitambulishe kwanza, unaitwa nani? Naitwa Sefu Rajabu, natokea tawi la Kidari Mtogole. Sefu Rajabu. Naam. Unaweza kuniambia outfit yako kwa siku hii leo imegharimu kiasi gani kwa hapa juu? F30. F30 tu. Yeah. Idea ilikujaje ya kujichora na Ivan? Idea sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, hii mara ya tatu. Yaani tuseme zaidi ya mara 10. Najichora hivi. Yanga imeingia moyoni, Yanga yangu naipenda. Ndio fani yangu, ndio jinsi nimejitoa. Na hapa KMC mambo kama unavyoyaona hivi mwana michezo, na hawa ndio ambao watu wenye timu yao. Hawa ndio ambao wananchi wenye timu yao. Lakini sisi tumeona tupige nayo story na tuzungumza nao yale ya kimichezo. Ukiangalia pia hii leo hapa tunaenda kushuhudia mchezo mkali kabisa wa NBC Premier League, Young African Sports Club dhidi ya Coastal Union. Bwana, inakuaje kaka? Safi, niambie. Salama. Salama. Amani. Amani. Kabla ya yote naomba ujitambulishe kwanza, unaitwa nani? Naitwa Sefu Rajabu, natokea tawi la Kidari Mtogole. Sefu Rajabu. Naam. Unaweza kuniambia outfit yako kwa siku hii leo imegharimu kiasi gani kwa hapa juu? F30. F30 tu. Yeah. Idea ilikujaje ya kujichora na Ivan? Idea sio mara ya kwanza, sio mara ya pili, hii mara ya tatu. Yaani tuseme zaidi ya mara 10. Najichora hivi. Yanga imeingia moyoni, Yanga yangu naipenda. Ndio fani yangu, ndio jinsi nimejitolea. Haijawahi kukusumbua hata siku moja kufanya haya maamuzi? Haijawahi kunisumbua. Kwa nini? Haijawahi kuniasili hata siku moja. Lakini mudi ya peke yangu, hakuna mtu yeyote anajichora kama zaidi ya mimi. Hata waulize washabiki wote wa Yanga. Muulize hivi, bwana, kuna mtu anajichora zaidi ya huyu? Mechi ya kwanza tupo Uhuru. Nimejichora Peter Shaulile. Alafu na mechi ya pili tumeenda Lindi. Nimeandika Kangwanda. Hii leo ni zamu ya Aziz Ki. Leo Aziz Ki, leo sherehe yake. Kwa nini ligi kuu ya NBC Premier League hapa nyumbani Tanzania bado yanaendelea na ya moto sana, mwana michezo wa Hotbiz TV, na hapa tupo KMC, sehemu ambako tunaenda kushuhudia mchezo dakika chache zilizobaki kati ya Young African Sports Club dhidi ya Coastal Union kutoka Tanga. Naam, sisi kazi yetu ni kuzungumza na mashabiki na wanachama pia wa vilabu vyao wenyewe. Niko na shabiki wa Mwananchi hapa. Kaka, kwema kaka? Kwema. Kwema. Unaitwa nani? Naitwa Sefu Rajabu, natokea Dar kwa Mtogole Kidari. Kabla hatujaendelea na yote, niambie hii outfit yako kwa siku hii leo, maana nilidhani ni sheti labda. Imegharimu kiasi gani? Hii imegharimu kama shilingi 30. F30 tu. Yeah. Na kawaida yako ama ni leo tu? Hii kawaida yangu. Mechi ya kwanza ile utambulisho wa wachezaji. Nimemwandika Peter Shaulile. Mechi ya pili nimeenda na Niliu na Mungo, nikamwandika nikamwandika Kangwanda. Lakini Kangwanda hajatuonesha matokeo. Ameandika bao Peter Shaulile. Kwa nini leo Aziz Ki? Leo Aziz Ki najua leo nimeamua. Geuka kwanza watu waone Aziz Ki, master key master. Ndio maana leo nimeamua kujichora, nimemwandika Aziz Ki. Huyu anaitwa ni shemeji Hamisa Mobeto. Huyu ni shemeji yetu. Lazima aje kutuhamasisha watu wa Yanga. Kiasi gani umefurahi kumwona Aziz Ki anarejea tena kwenye viunga vya wananchi? Mimi nimefurahi, ili engineer kamsainisha. Maana yake engineer atuendelee kutetea tena wachezaji bora. Sawa sawa. Tukiangalia kama imekuwa ni style fulani ya tofauti sana, kitu gani ambacho ulikiwaza na kusema kwamba ngoja niende na hii style? Wengi wanajichora tu sehemu chache ya mwili, lakini wewe umeamua malize sehemu nzima ya juu na katikati pia ya mwili wako kuivesha jezi ya Yanga. Hii ndo fani ya peke yangu. Ndio maana nimekwambia toka mwanzo, hii ni fani ya peke yangu. Hakuna mtu yoyote anajichora kama mimi. Ndio maana nakwambia hivyo, hakuna mtu yoyote anajichora kama mimi. Yaani fani mtu yoyote akiiga, labda niige mimi mwenyewe.
lakini na mtu yote, hata mshabiki wa Simba wewe mwangalie, anajichora milangi, yani milangi yake hata itamaniki, lakini mimi najichora rangi yangu jinsi ilivyokuwa bora. Haijawahi kukuathiri kinamna yoyote? Hakuna kichora asili. Familia pia haisumbui? Haisumbui. Changamoto gani ya kwanza ulikutana nayo muda ambao unaanza kujichora ama kujitengenezea hii outfit yako kama ni shabiki au mwana? Utafiti wangu mechi ya kwanza kabla nilivyoanza kujichora nilimwandika Fiston Mayele. Fiston Mayele nimeenda naye Tanga. Nimeenda naye Morogoro. Alishinda goli pamoja na Saido Bazonkiza. Lakini Saido sisi hatuko naye. Lakini mechi ya pili nikamwandika Stefan Azizi Ki. Hii ndio blanda peke yangu. Hakuna mtoto anaoiga. Twende kwenye mchezo wa leo, ukiachilia mbali michezo ambayo iliyopita, unatarajia kuona mchezo wa aina gani kati ya Yanga dhidi ya Coastal Union, ikiwa Yanga wako hapa nyumbani KMC? Yaani mchezo wa leo naomba Yanga kwa furaha yetu mashabiki wajitokeze kwa wingi kama unavyoona. Leo inabidi tushinde, tupate alama 3. Leo lazima tushinde goli 3 hapa nyumbani. Sawa. Sehemu ipi ambayo unaweza ukasema kwamba labda itatusumbua kidogo kwa wapinzani wetu? Kutusumbua sisi hawezi kutusumbua, lakini sasa mwalimu lazima akae kwa akili. Wale nani wa Coast so watu wazuri, lakini mwalimu lazima acheze nao kwa akili. Akicheza nao kwa akili tushawaweka tayari. Mchezo wa kwanza tu clean sheet hakuna. Huu tutarajie nini labda? Clean sheet zitakuwepo. Uhakika. Mchezaji gani ambaye leo natamani umuone kwa kiwango cha juu sana na kwako wewe kama surprise hakutarajia labda ingetokea hiyo issue? Hiyo issue kama ikitaka kutokea nataka nini sasa? Nitaka kuona Azizi hayupo. Azizi? Sawa, kama Azizi hayupo, wachezaji wengine wapo. Niambie sasa. Nikwambie? Kuna mchezaji mmoja anavaa jezi namba 9. Yule Shehe Ibrahim Ture. Ibrahim Ture. Lazima ataweka kambani leo. Lazima ataweka kambani. Ataweka kambani. Mabao mangapi? Mabao 3 tu. 3 tu. Kwa hiyo hat-trick leo ipo. Hat-trick ipo. Wasaidie ndugu zetu ambao wanaobeti, maana game ipo oni. Wanaobeti lazima leo mkwanja utakuwepo. Leo mkwanja mwelele. Lazima wafurahie kwa hiyo beti yao. Lazima furaha itakuwepo leo. Both team to score, GG inatoa. Itatoa tu. Kwa leo maana yake hamna clean sheet. Hamna clean sheet. Kweli? Kweli. Coastal nao watabisha. Watabisha tu. Wale tushazoea, tushaanza kuwapakata. Kuwachezea nini tayari. Tushazoea. Kwa hiyo clean sheet hamna leo kwenye timu yenu. Wale Coastal ndio washazoea kwa kazi ya Simba, lakini sisi wote wanalegeza. Sasa kwa nini kwenu walegeza alafu Simba wakazie? Sisi tushazoea. Sisi kama watoto wetu. Mtoto wako ukimletea biskuti nyumbani lazima ing'ate. Sawa. Tumalizie kwa hili bana. Namna ambavyo umeona game ya kwanza kabisa kwa timu yako ya NBC Premier League, ukiachilia mbali ile pale ya ngao ya Usani, lakini ukiachilia mbali ya siku ya wananchi, umeona ni timu ya aina gani? Tutakuwa na uwezo gani wa kwenda kukompiti kwenye mashindano ya kimataifa, ikibidi pia hata hapa nyumbani NBC? Yaani hapa NBC lazima tushukuru kwanza, timu yetu sisi iko vizuri, ina nguvu, wachezaji wetu wazuri, lazima iwe bora, lazima mwalimu lazima akae na wachezaji wake vizuri ili wafanyie bwana, sisi tunataka tunaenda kwenye kimataifa, lazima tujikaze, turudi na kombe nyumbani. Neno la mwisho kwa mechi hii ya leo? Neno la mwisho nashukuru, yani leo neno langu la mwisho lazima turudi na alama 3 nyumbani. Full time ya Hot Bees.